Sun Pre and Primary School. Nimetoka huku kuwaonesha shule ya msingi yenye madarasa yenye madarasa 30 na mambo mengine kadha wa kadha yako hapa. Huku ndiko primary ya Sun Academy iliyopo hapa Iringa Manispaa, kata Mwangata na mtaa wa Ngerewala. Sasa hivi nataka niwapeleke nikawaoneshe sekondari iliko. Na kumbuka hapa ni uwanja wa michezo. Hapa pana viwanja vya michezo vyote. Unaona machuma haya hapa ni kwa ajili ya basket. Unaona hapa ni kwa ajili ya netball kwa watoto wa kike. Unaona magoli makubwa kabisa yale kule chini. Ambako kule watoto wako kule na wenyewe kwenye picha dini pale wanafundishana wenyewe kwa wenyewe kwenye uwanja wa mpira. Ni uwanja wa mpira ambao umetoa pia mchezaji bora hapa ameenda kucheza kimataifa hapa Sun Academy. Twende nikakuoneshe kule sekondari ya Sun. Ndio, hapa sasa unaona hili jengo la utawala kubwa kabisa hili hapa. Limesheheni kila kitu. Hapo kutana ni wa taaluma, makamu mkuu wa shule, mtafu, kompyuta labu. Unaweza kuona kila kitu kipo kwenye jengo hili hapa. Hapa hii shule haina mapungufu. Ina kila kitu. Ni shule kongwe yenye kila kitu. Yaani kufika hapa sio ukasema hapa hamna kitu. Hapa pana kila kitu. Ndio unaona kabisa hili maktaba letu kubwa kabisa kutoka hapa mpaka kule mwisho kabisa kule. Unakosaje kwa mfano kuweza kufika hapa Sun Academy kumleta mwanao katika shule cheap, shule ya bei ndogo, bei ndogo kwa sababu ina kila kitu. Yaani sisi hapa tunahitaji kuwa na fedha nyingi za kwanza kutengeneza miundombinu. Miundombinu ishajitengeneza kitambo. Hapa swala ni kutoa tu elimu kwa Watanzania. Nakumbuka pia shule sio biashara. Hii ni huduma, ndio maana hata ada yake iko chini kabisa ya kufanya tu mambo machache aweze kwenda. Huko watu wateseka na maada makubwa, Umemchanganya mtoto kwenye wanafunzi darasa moja, wanafunzi zaidi ya 300. Hivi unategemea nini? Unamjua kabisa mwanao ni tia maji. Unamwekaje mtoto kwenye grupu la wanafunzi 400? Anawezaje kutoboa kwa mfano? Leta hapa Sun Academy ambapo kuna limited number ya wanafunzi. Na wanafunzi wote walioingia hapa target ni kuhakikisha ambao wote wanatoboa. Kazo hapa kwetu Kiingereza namba 1, 2 malezi, 3 mambo ya taaluma. Lazima mtoto akifika hapa atoke sawa sawa. Nakumbusha wewe ambaye uko mbali, unawezekana hujui. Yaani unajua hii nchi ni kubwa. Unawezekana uko sehemu mbali kabisa uko Kahama uko unateseka. Unawezekana uko Dodoma kule umechanganya na watu wengine ambao unateseka sema mwanangu na mimi na mwanangu na mimi. Mlete mtoto hapa. Hii shule ni shule ya kutwa na bweni. Hapa ni pazuri. Eneo kubwa kabisa zaidi ya ekari 10 ziko hapa. Niko kati kabisa ya mji. Tuko hapa Manispaa. Hatupo kijijini. Unahangaika nini na kuonesha shule hii hapa? Mlete mwanao hapa sana. Kuonesha. Hebu niwapeleke ndani nione. Naonesha sana.
tube, body tube, coarse adjustment knob, fine adjustment knob, rotating nose piece, objective lens. 3 claps. Condenser, diaphragm, mirror, base, ice cream. 3 claps. Level class, what is this? Slide. This is a Slide. what is this? Eyes. What are these? Stage. Good. What is this? Body tube. What are these? Objective lens. What is this? Rotating nose piece. Good. What is this? Diaphragm. It is called a Diaphragm. what is this? Mirror. What is this? Base. This. Ice cream. So this is the microscope. This is the Microscope. those parts you are mentioning, each part has its own role. Each part has its own role. The eyepiece lens has its own role. The role of an eyepiece lens is to magnify the specimen 5 times, 10 times, or 15 times. The eyepiece lenses has the different magnification levels. Different magnification levels. You can multiply the specimen you want to observe 5 times, 10 times, 15 in order for it to become large. Okay? Yes. But also the objective lens has the lenses, has the lenses. This increase in multiplying the specimen below the observation 40 times, 4 times, or 10 times. The lower the number, the higher the magnification. The lower the number, the higher the Magnification. 4, 10, and 40, which has the higher magnification level. Louder, please. Volume. 4 magnification level has the higher magnification level. As the mirror, the function of the mirror. The mirror reflects and directs light directly to the diaphragm. Reflects and directs light. That is the function of the hapa kwa wataalamu. Tumeona tusiongee chochote kwa sababu wako class. Form 1 umeona hapo wameshaanza safari. Unakosaje kupata mainjinia hapo sasa hivi? Hiyo ni siri tu nimekuonesha hapo. Watoto wako klasi wakianza kudadavua mambo. Hatucheleweshi hapa. Yaani the first come, the first served. Umejionea mwenyewe. Tuanze. Wow, nafikiri umeona sasa hapa nimekuonesha ili eneo la sekondari yetu Hasani. Tunakwambia kokote kule uliko unakoteseka, acha kumburundika mtoto kwenye watu wengi. Unatazamia nini? Hii dunia ni ya ushindani. Yaani usimwangalie mtoto wako katika kijiji unachoishi, kumtazamia katika mkoa unaoishi. Mtazame mtoto katika broad, katika ulimwengu mkubwa kabisa. Watajia mwanao baadaye tumkute anasafiri kwenda Dubai, ameenda Uingereza, ameenda Ufaransa, ameenda Marekani, ameenda wapi. Sasa anawezaje kufika huko? Ni lazima umemwandalia msingi mzuri. Mlete mtoto wako Sani Academy hapa tumpange. Hapa sisi tuko kazini, tumedhamini na tumemaanisha hapa. Hapa kuna vitu atatoka navyo tu. Aidha kama ni tabia, kama ni lugha, kama ni mambo ya kitaaluma, kama ni physics, kama chochote kile ambacho lazima hapa Sani Academy hata kuja kutoka bure. Hapa ndio Sani Academy, shule ya bei ndogo kabisa, 1,100,000 wanafunzi wa kutwa anasoma hapa. Unalipa mdogo mdogo kwa awamu 4 ama zaidi ya awamu 4. Mdogo mdogo kama vile kucheza kikoba. Lakini pia mwanafunzi wa bweni ambao tunatamani sana wanafunzi wote wanaotoka katika mikoa mbalimbali na hata ambao wanakaa Iringa Manispaa na wenyewe waje wajiunge wakae hapa shuleni. Tuwalee wenyewe, tunajua kwa nyumbani mazingira hayako sawa sawa ya kujifunzia. Hapa hakunaga disco hapa. Hapa ukutana na vitu vingine zaidi ya dawati, kalamu na madaftari.
Mlete mtoto wako Sani Academy hapa, tushughulike naye na tumtoe kimasomaso, naye aweze kuwa mtu wa maana. Unajua huwezi kubadilisha kizazi tu katika mazingira ya kawaida ya kutegemea tu kulima peke yake. Lazima mtoto mpe kitu kichwani. Mahali pekee ambapo wewe unaweza kumsomesha mtoto wako bila stress ni Sani Academy Secondary School. Tunaendelea kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha 4. Unakosaje? Huu ndio wakati wako mwafaka. Acha kumpeleka mtoto kwenye wanafunzi zaidi ya 300 chumba kimoja. Hakuna mwalimu mwenye uwezo huo. Ukiona mtoto ametoka ni genius peke yake tu. Lakini watu wetu ambao ni tia maji ambao ni kiasi kikubwa wanajifunza taratibu, wanahitaji idadi chache tu ya wanafunzi ili mambo yaweze kwenda. Na kuonesha tu ndio majengo ya Sani Academy. Unakosaje kwa mfano kuweza kuendelea kumleta mtoto wako Sani? Mimi nimeona, nimejitoa nikueleze kwamba iko fursa hapa Iringa Manispaa, shule ya Sani Academy Secondary School. Mlete mwanao tuendelee kupigana kazi. You have a way? Why not? Huh? Let us go in your office, my comrade. Why don't you have a way? You wear wearing. Why do you wear? Mkuu wa shule ya sekondari ya Sani, nimepita hapa nikuoneshe, hapa ndipo ambapo ukifika tu lazima ukutane na mwalimu mkuu wetu wa shule. Yuko hapa ambapo mtaongea, mtapanga mipango mbalimbali. Kwa hiyo utaingia hapa. Karakana ya elimu inaanzia chumba hiki. Mipango mbalimbali ya mwanao kuweza kufanikiwa inaanzia hapa. Lazima kutoka mzazi ufike moja kwa moja hapo ujipatie fomu ya kwako hapa. Ambapo tunasema hii fomu ni bure kabisa. Hii fomu unakuja hapa Sani Academy unapewa bure. Lakini pia kama uko mbali, hii fomu tunakutumia huko uliko kwa njia ya WhatsApp, kwa njia ya email, unaipata hii fomu bure kabisa. Unaijaza, unaisoma na instructions zote ziko huko ndani, unaelewa. Kumbuka ada ni nafuu sana, lakini mafanikio ni makubwa sana. Shule ya Sani. Ukitaka kujua hiyo, nenda kwenye tovuti ya serikali uone matokeo yake ya Sani toka shule imeanzishwa mwaka 2014. Mambo ni mazuri kweli kweli. Ndio maana tunajinasibu, tunaitangaza kwa nguvu zote, kwa sababu tunaielewa kazi yake na kwamba hapa hautakuja upoteze muda wako na kwamba mtoto wako hatakuja apoteze muda wake hapa. Kumbuka hii sio shule ya kuja kutafuta credit. Hii ni shule ambayo mwanafunzi akitoka hapa mapambano yetu ni division 1, 2, akishindwa sana 3. Na nataka niwaambie wanafunzi wote walioshindikana, sisi tunataka waje hapa Sani Academy. Hata wale waliofeli huko form 2 mwaka jana, division 0, division 4, watakwenda hapa Sani Academy, tutaweza kubadilisha, kwa sababu tunataka idadi ya wanafunzi wachache sana ambao tunaweza kuamudu. Hakuna mtoto ambaye afundishiki. Ni mipango na mikakati ya ushirikishwaji kati ya walimu pamoja na wazazi na jamii inayotuzunguka. Tunaamini kila mtu Mungu amempa kitu chake na ana uwezo wa kuweza kufanikiwa. Unateseka ukiwa uko wapi? Mlete mtoto Sani Academy hapa. Ndugu yangu, ada ya bweni hapa 1,500,000 tu. Unaweza ukalipa kwa awamu 4. Ukishindwa sana awamu 12. Yaani miezi 12. Kila mwezi unadokoa kidogo kidogo mpaka 1,500,000 inaisha. Unakosaje kwa mfano? Hivi wewe hata muuza mchicha, muuza karanga, muuza mkaa, mama ntilie, muuza uyoga, muuza nani, bagia, unashindwa kuipata 1,500,000 ya kumpa mwanao aweze kusoma katika shule bora kabisa Sani Academy hapa Iringa Manispaa? Haujajipanga na hujamaanisha. Na hata watoto wanaweza kupata kwa bahati mbaya. Kama hawatoi wahitaji, huwezi kushindwa. Hapa ndipo ambapo unaweza kusomesha mtoto bila stress yoyote. Kama lao huwezi kwa mwanafunzi wa bweni, mwanafunzi wetu wakuta watu wa Iringa Manispaa wako karibu ni shilingi 1,100,000 tu kwa mwaka. Unakosaje kwa mfano? Uende kule ukamchomeke mtoto wako kwenye wanafunzi 500 darasa moja. Hivi umemaanisha? Una mipango kweli? Au inaitwa business as usual? Mungu atampa riziki yake yote. Hatuna muda huo miaka hii. Miaka ya kidijitali tunahitaji kujipambania. Tunahitaji kupambana. Sio ukasema mtoto ana akili. Akili inaanza na wewe. Anza kwa mipango thabiti ya kumleta mtoto wako hapa Sani. Nasema fomu ni bure, usahili ni bure. Mlete mtoto wako Sani Academy hapa. Sisi tuweze kumtoa kimasomaso. Tumejipanga, tuna walimu wa kutosha, maeneo ya kutosha, vifaa vya kutosha, kila kitu kiko sawa kabisa. Unakosaje kwa mfano kumleta mtoto wako Sani Academy? Ila kwako mimi nimekujuza. Tuanze tu mwanangu. It's okay.